We stand this morning before your feet. You have never been the same, my dear Father God. You've done great things day by day. That's why, Father, we want to adore you in your house, oh God. Such a time, my Father, no one has ever changed who you are. Sure. Lord, you remain above every situation. Hallelujah. That's why we have come to bow down before your feet. In your house, where you say that the house of my Father is a house of prayer. We have come on this altar this afternoon. Hallelujah. And even this morning, that my Father may bow down before you and seek your face while you can be found. Thank you, God, for what you have for each one of us. Hallelujah. Share your word with us, my Father. And Lord, split it, Lord, according to your will, even to our own understanding. We bless and we lift your name because you are with us. Thank you because you reign. Sure. You reign and you reign forever. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Lord is a God. We can put our hands together as we welcome all the online viewers. In the name of Jesus Christ we bless you. So just for taking videos, shooting, you can at least get a good space so that at least we can give other people a good time to follow us up. We appreciate all of you, those who are viewing us through our online service. We went to Facebook, those who are already on our YouTube. We really appreciate you and God bless you so much. Today, we want to handle a topic that I had already put on our wall. The book of Matthew, chapter number 26. Matthew 26. We only have 45 minutes and then we are gone. Matthew 26 and verse number 39. Verse number 39. Matthew chapter number 26, verse number 39. And we are reading through verse number 42. Here's what the Bible says. He went a little further and fell on his face and he prayed, saying this: Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Verse number 40. Then he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, What could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation, or maybe into temptations. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Key verse number 42. Again, a second time, he went away and he prayed, saying, Oh, my Father,
if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done. I want us to share on this topic, surrendering to the will of God. Surrendering to the will of God. Surrendering to the will of God. This was a very hard time for Jesus, the Son of God. It was not easy for him. He saw what was coming ahead of him, and he knew what is going to happen. The Bible says he went with 3 disciples for prayers. Alipenda kwenye maombi, akaanza kuomba na akaambia wakina Petero na Yohana na Yakobo, bakini hapa muombe nani. Kata ambapo wanaanza kuomba, usingizi ikawashika. Wakaanza kulala kwenye maombi, kwenye mlima wa maombi. Remember, this was a mountain of prayer. It was a praying mountain. It was not a place of sleeping. It wasn't a place of just actually tourism. It wasn't a place of pleasure. They were not going to that mountain just to enjoy the breeze. Walikuwa wameenda mahali pale ili waingie kwenye maombi, waombe pamoja na Yesu. Na wakati ambapo umefika time ya kuomba, maandiko yanasema kwamba usingizi ikawachota. Usingizi ikawachukua kwenye mlima wa maombi. Have you ever wondered why sometimes ikifika wakati wa maombi usingizi na kushikama sana? Ama ikifika wakati wa kusoma maandiko usingizi na kukamata sana? Lakini ikifika wakati wa kuwatch movie usingizi haikuji. Ikifika wakati wa ushirika watu wanaanza kusinzia. Tukiita kesha, kama saa hii tumelala kutoka walipoweka lockdown, tutakapofungua makanisa tuanze makesha, utashangaa watu walikuwa wanalala usingizi kiasi gani ukiwa nyumbani na bado kwa kesha wanalala. Saa hii unasunga kwa kitanda mpaka asubuhi ndio usingizi unakuja. Lakini ukiingia kwa kesha usingizi na kukamata. Hivyo ndio vile wanafunzi walikuwa. Kama walilala Yesu akiwa. Na sasa kama angeliwaacha. Sometimes angalianga maisha yako ujiulize. Kama waliweka lockdown na tukuja kanisa na ikikaa mwaka mzima, just look at it kwamba usipokuja kwa ushirika mwaka mzima, wangapi watakuwa wamebackslide by the way. Kama ni miezi miwili ambayo imepita bila ushirika, hata watu wameshasahau ndimi walikuwa kiongea. Hata wengine watakaporudi tukifungua church, tawauliza maandiko, ulisoma vitabu vingapi tangu lockdown ianze? You will be surprised hakuna mtu amefungua Biblia. Maana hapo ninakwambia ufungua Mathayo, fungua Yohana, ndio unafungua. Sasa kama nakufuatia kwa maandiko hapa kanisani, ndio ukiwa peke yako. Kama listen to me, kama wakati ambapo tulikuwa hapa, tunakufuatilia na maandiko, tukutumia scripture ndio usome. Na siku ambao unatoa Biblia waondoe, unasoma nini? Surrendering to the will of God. That disciples wako na Yesu, lakini usingizi unaolemea, usingizi ingine ni pepo. Hayo wametu kweli. Usingizi ingine inakuja ni pepo, ni roho ambayo inakikuzuia wewe kujua makusudi ya Mungu. Wakati mwingine unachukua udhaifu na kupata si ya kawaida. Udhaifu mwingine ni roho ambayo inakuvamia ikutoe kwenye mapenzi ya Mungu. Bwana tukuzwe. Amen. Unyonge ingine na sababu zingine si za kiroho, ni roho inakuvamia ikutoe kwenye mapenzi ya Mungu. Yesu ameingia kwenye mlima, anaanza maombi, akirudi nyuma anakuwa wamejifunika. Wanalala. Na akawaamsha akauliza, Bwana, amesi mkaomba nami ama kungoja nami only 1 hour? Maandiko yanasema kwamba kajikasa. Unajua mpendo kali mwingine, hii unafiki bwana ni mbaya. Ni mbaya. Jamaa kajikasa sasa. Yes, pole. Najua nilikuwa busy, nilikuwa kazini the whole day. Sasa ndio imenemea tu. Bisababu vingi mbele za Bwana.
Kuna watu wako na sababu mingi katika uwepo wa Mungu. Wanataka waeleweke. Tuwaelewe ya kwamba kimetokezea. Tuwaelewe ni udhaifu wa kawaida. Tuwaelewe si kupenda kwao. Tuwaelewe hawakutarajia kwa hivyo. So wakaanza makulala. Walipoanza kulala, Yesu akawaamsha, akaambia kama mnaweza kungoja nami only 1 hour. Akaenda. Aliporudi kwenye maombi kuomba, akarudi tena mara ya pili, akakuta tena wamelala. Usingizi gani roho? Yaani mtu amekuamsha saa hii. Ameenda taka kidogo, akirudi bado umelala. Usingizi gani Bwana Mungu atusaidie sana. Yaani umeshamsha mtu mwambie Bwana nikubali. Nikubali. Sasa kunaendaje? Na baadaye tena mmewacha nitaka hiyo anarudi pale pale. Hebu nikusaidie uelewe. Verse number 40 inasema kwamba Yesu anakuja. Verse number 41 anawaongelesha mambo. Listen to this what he says. Anaambia hivi kwamba Yesu verse number 41 anasema hivi, watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Angalia mambo haya. Mtu asiyeomba, asiyeingia ndani ya maombi, huyu mtu kuingia kwa majaribu ni rahisi. Watu hujaribiwa si kwa sababu majaribu imewashinda, ni kwa sababu hawakeshi kwa maombi, hawadumu ndani ya prayer. Yesu anaambia muingie kwa maombi ndio msiingie kwenye majaribu. And the guys hapa wanarudi wanalala tena. Verse number 42 inasema akarudi mara ya pili, akawakuta bado wamelala. Listen to verse number 41 as we finish that for verse 41. Anasema kwamba the spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Umaye kuchitia moyo wakati mwingine ukasema kwamba wacha niombee kwa blanketi. Sindio? Ngaba umaye kuombea kwa blanketi by the way. Unasema ameni wapi? Asubuhi umekuja. Hata kusema amina unasahau. Maana usiku ishapita. Kuna karoka na kupembelezanga. Yaani hii mwili hii inakuongelesha pole pole. Inakuambia si unajua umechoka. Si unajua siku iko busy. Pumzia kwanza, anza kuomba pole pole. Unaanza Bwana majeshi. Mfalme wa wafalme. Una sauti tena bwana. Bwana nakutukuza mwenye uwezo mfalme. Sasa unajua uko ndani ya blanketi. Wapendwa waje na kuchallenge nikuuliza mchana wa leo. Waliposema tuombee nyumbani. Wangapi umekuwa na pesa kule nyumbani? Walisema tuombee wapi? Nyumbani, si ni kweli? Lakini ukweli wa mambo mpendwa ni kwamba hamjaomba. Na hatujaomba, hata mimi sinakaa kwangu. Kuomba kwa nyumba ni ngumu. Kitambo uombe kama mtoika na kuamsha. Kitambo uombe muziki ndio hiyo. Nobody can stop reke kwa jirani. Sasa na sasa hiyo ndio ulikuwa unaanza kuomba rabo shake ndaraba. Sasa unasikia tu wewe umeshatoka kwa jirani yako mpendwa, imeshaanza prison. Ya prison. Unajua sisi. So nilikuwa tunacheza muziki tamu. Sasa kama uko ndani ya nyumba yako unasikia muziki kama hiyo, utaomba maombi gani? Na mambo ya prison inatajwa. Sasa hiyo tunaingia. Sasa tumeingia prayer. Unasikia mkaangalia ndio wewe msumbano inaanza kule kwa jirani. Sasa wewe kwa sababu ni leo ni Mluya unashikanisha pia hapo hapo. Unajisahau. Some things are better, they are unworkable sometimes. Kuna vitu siwezi kuingiana. It only needs someone ambaye, listen to me, Yesu anasema kwamba my spirit is willing but my flesh is weak. Mwili wetu ni mdhaifu kwa vitu zingine. Halo? Hata wale mmeoleka na kuoa, vitu zingine ni ngumu. Hauwezi kuomba kwa plagina mwenzako na analala.
mtakosana kwa hiyo blanketi. Maana mwenzako hujui alikula nini mchana mzima. Na sasa ndio umeingia kwa pale rabu zaka bredo sherema. Sio wote wameokoka. Sio wote mtakosania kwa hiyo nyumba. Masaa ya kukula wewe ndio unaanza kuambia watu tuombe. Na roho inakuchukua mpendo, unasahau mlikuwa time ya chakula. Unakemea mpaka maroho pale. Hey. So sometimes there are things ambazo ni ngumu. Roho inapenda lakini mwili haipendi. Unapenda ufunge lakini mpenda tumbo inapenda chakula. Unapenda uombe lakini mahitaji yamekusukuma. Unapenda ukeshe lakini mpenda mwili ni mdhaifu. Unapenda ushiriki na watu lakini wale wa kushiriki nao wanakukwasa. Unapenda upende watu, yaani moyo unapenda nikupende tu. Nikupende lakini bila na kuona nikikulana nikona kwa sura bila nakaa. Mwili wangu nina react. Sio mtu tampenda kile sura bila nishanionyesha ina repair tu, lakini moyo inapenda kupenda. Napenda nikuhang. Lakini sheria sasa imekataa. Moyo unapenda. Ambia mwenzako moyo wako inapenda. Lakini mwili umekataa. Kuna hata wale tumezoeana na wao kusalamiana. Unakuja karibu msalamie. Unakuwa mwili inakataa. Inakwambia huyu sijui alitokeza upande gani. Mwili inakataa. Yesu anasema kwamba roho imependa lakini mwili imefanya nini? Imekataa. Imekataa. Na sisi sina shida na wewe hata kusalimia kuko hapa lakini mwili inakataa. Kuna watu ukiopatia ruhusa wa haki watu wengine. Hey, toka hapo. Mwili inakataa. Haleluya. Ni mpendwa ndio. Ana upendo wa ndani. Lakini mwili inakataa. Ambia mwenzako ni mwili tu. Wewe mtu ana shida ni mwili inamsumbua. Mwili inamsumbua. Hawezi kumwacha na wanadada. Ni wa kiroho ndio anaongea kwa ndini. Kidini ako sawa. Kiroho ako sawa. Lakini kimwili Fizi. Yesu anasema roho inapenda lakini mwili inakataa. Mtu anakuangalia macho ya ndani ya nje, yani ya ndani, lakini ya nje inakupatia kasikino. Kasikino. In fact Yesu mwenyewe akasema kwamba akaweka sheria, akasema ukiona tu tayari umefanya nini? Umeshatenda. Yaani mwili inatenda vitu ambavyo wewe hautaki. Lakini unajikuta umefanya nini? Umetenda. Paulo akasema kwamba mambo ambayo sipendi kuyafanya ndio nafanya. Najikuta nimefanya. Na yana pesa kuyafanya. Yani unatamani uyafanya huyafanyi. Unatamani uombe lakini maombi inakushinda. Unatamani uimbe sauti haiko. Unatamani utafuta uso wa Bwana, mazingira inakataa. Inakataa. Yesu akasema hata hivyo. Yesu anasema hata hivyo. Mwili imekataa lakini roho inapenda. Na akasema Bwana, ikikupendeza kikombe hiki uniondolee, lakini si mapenzi yangu bali mapenzi yako Baba yatendeke. Hallelujah. Listen to me church. Kuna vikombe vingine lazima utakunywa. Hallelujah. Sure. Kuna kikombe chako sifa lazima utakikunywa. Utakuombea Bwana ondolee sifa kikombe. Lakini kama ni mapenzi ya Mungu kunywa hiyo kikombe utakunywa mpaka maliza. Sure. Kama ni kikombe cha kukataliwa
Tunakuombea feva. Bwana mpatie kibali. Tukimaliza kuombea kibali, uko na kikombe chako cha kukatalia, utakunywa mpaka watu wajue unakunywa kikombe cha kukatalia. Halo? Ambia mwenzako unywe kikombe changu. Kuna kikombe ambacho kila mmoja amewekewa mbele. Mke wa deacon uko na kikombe chako. Hata ukisema ukaona deacon, ataonja tu hivi nasema hii si yangu na kurudishia. Kweli. Mimi niko na mke wangu akona kikombe chake. Sure. Akifika hapa akianza kulilia Mungu, analianga yeye, hiyo si kikombe yangu. Kweli. Sasa yeye akilia hapa mimi niko kwa maandiko yangu nasoma. Kweli. Maana si kikombe changu, yake ni ya kulia, mimi sina kikombe ya kulia. Kuna mtu umepewa kikombe ya kutia watu moyo. Pengine mimi sina kikombe ya kutia watu moyo. Watu wakikosana wanakuja kwako. Nimechapa. Wewe unaweza kuvumilia hiyo. Hiyo ndio kikombe wewe unaweza kunywa. Mimi siwezi kunywa hiyo kikombe. Kuna kikombe mpendwa, kama ni chakula na njaa, utapikia pasa simu, upikie fulani sima kutumia pesa, anakuambia kwamba ungenipikia asubuhi. Pesa nimeshatumia tu sahi mpaka ukunywe kikombe cha kulala njaa. Hallelujah. Ili mapenzi ya Bwana yatimie. Hallelujah. Surrender to the will of God. When God is about to do his own will, he allows separation. Sure. Bwana akitaka kutenda mapenzi yake ndani ya maisha ya mtu, anaruhusu kutenganishwa. Hallelujah. Utatenganishwa na marafiki zako ili ukunywe kikombe chako. Sure. Utatenganishwa na wazazi wako mpaka ukunywe kikombe chako. Hallelujah. Kama Mungu anataka adili na wewe, ataondoa marafiki zako karibu na wewe, ubaki peke yako. Sure. Ili adili na wewe. Listen to me. Kuna kiburi kingine, wengine tumetembea ndani ya kiburi. Mungu akitaka kuondoa kiburi ndani yetu, atakuwa kwa mwanaume ambaye atakuchunga usiku na mchana. Sure. Yaondoa kiburi ndani yako. Kweli. Jana tulikuwa na wote kipindi kingine kwa TV ile ya kuulizana si urafiki. Hao ndio wanajua. Msichana mmoja anaambia yule jamaa kwamba mimi anamuuliza wewe unapikanga watu? Jamaa sema mimi sichapanga watu. Yeye anasema mimi nataka mtu ambaye anaweza nichapa. Anigonge ndio niingie na hii. Unaona mtu aile? Ataki mtu mnyamavu. Ataka mtu afanye nini? Kumgonga. Yarudi kwa lai. Kweli. Yeye anasema mimi nataka mtu akunichapa. Yeah. Ndio nitembee kwa lai. Inamaanisha kwamba kama hiyo ndio kikombe yake ya kukunywa mpaka atandikwe, yarudi lai. Kuna watu mpendwa, unaweza warekebisha hapa ukosa kurekebika. Lakini Mungu atawaruhusu watoke waende mahali warekebishwe kule ili mapenzi ya Bwana itendeke. Bwana akitaka kutenda mapenzi yake mpendwa, utatafuta mahali pa kujificha au utajificha. Come on. When God wants to do his own will, he will even allow you to go through shame. Utapitia aibu ambaye utajaribu kujifunika, utakosa blanketi ya kujifunika. Utatafuta mpendwa maleso ya kujiwekea, au utapata leso ili mapenzi ya Bwana itendeke. Kuna aibu zingine hasiwezi kaondolewa na maombi, zinaondolewa na mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Kuna pepo zingine solewa tu kwa sababu ya kuchapa prayer. Zinatolewa ni nini? Ni mapenzi ya Mungu. Mpaka tu mapenzi ya Bwana itendeke. Kuna umaskini mwingine unajaribu ufunike watu wasijue uko wewe ni maskini. Mungu ataruhusu hiyo umaskini ijulikane ili mapenzi ya Bwana itendeke. Halo? Wakati mwingine tulipokuwa ndio tuko kwa shida kiango ya juu. Ili kupata hiyo story mahali hapa siku nyingine kwamba niliwachia mke wangu shilingi 100. Ananunua ndani vitu. Nikipiga hesabu anapiga hesabu yake aniwekea fare ya kwenda town. Yeye akapika budget yake yote mpaka saa moja ikaisha. Ikifika usiku nikikuja kweli chakula amenunua, vitu ziko pale kwa nyumba, lakini moyo wangu unangoja kapa mbao. Twende pop hao ameniwekea kwenda town kesho kwa lunch hour. Sasa namuuliza mpendwa ulinunua chaka mbao. Unajua kwa sababu ni roho, unajua sababu mko kwa shida.
Shida inaweza fanya mkosana na mtu amsele kukosana. Akaniuliza pale uliwacha pesa ngapi? Nikamuuliza haya. Yaani sikumbuka zile pesa niliwacha. Unaulizia mia? Akaniuliza tuliwacha pesa ngapi kama mpendwa? Yaani sikuona nikikuacha. Nilikuacha shilingi 100, akaniuliza swali moja. Shilingi 100 ndio unafuatilia. Unaenda usiku, ni kwa nyumba za mabati. Yukabiaje. So yeye akapandisha sauti juu nikamwambia si nini unauliza tu. Yaani bana, 100 ndio unauliza wewe mwanaume msiki 100 ndio unauliza. Na majirani wanasikia nikasema hapa maana imefika. Sasa kuendelea kupandisha sauti juu nikarusha sauti chini maana sasa majirani wajue pasa ufuatilia shilingi ngapi? 100 kwa nyumba. Kumbe ni shida. When God is dealing with you so you can do his own will, atawacha hadi ingine itokezee ili itoe kile kiko ndani yako. Kuna tabia ziko ndani yetu mpendwa ambazo zinaweza zikatolewa tu na nini? Na mapenzi ya Mungu. Kuna maisha ambayo tumeishi ndani inaweza kutolewa tu ni mapenzi ya Mungu peke yake. Unaweza tamani watu wasijue kile unapita kwa nyumba yako na unakuta Mungu ambaye mnaheshimiana naye sana ndiye anakuja kukutembelea. Unajaribu kujiongelesha. Unamwingiza sorry. Mpendo kwenda mama una chai kwa nyumba. Hiyo ni ukweli wa mama. Unamwingiza kwa sorry basa. Mtumishi wa Mungu, Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwema amekupa upande wangu sana. Unatoa ushuhuda mrefu baada ya kusema tu kwamba hapa kwangu kimeinama. At the end of the day we will know. Ya kwamba huna nini? Hauna chakula kwa nyumba. Have you ever imagined wakati mwingine ambapo sija kaza kitambo? Niko nakumbuka sija kaza kitambo sana. Sina ambazo uko nalala kwa kale mattress inji, si ndio? Kwa nyasi California. Kale kadogo unakalalia. Na kwanza akana shidi juu yake. Hii akotane kwa hiyo mattress hauna. Blanketi kamera ruka. Unaweza kuona mtu na umbali. Sasa hiyo umechelewa kuweka kapasia. Hata pasi yenyewe ni see through. Ni kale kako transparent. Alafu sasa hiyo hutaki watu wajue penye unalalanga na kama mtoto kanatoa kule. Kanakuja na mimi. Kitu ambayo hukutarajia. Ayubu anasema jambo namba 3:25, yale mambo niliokopa kuyaona ndio niliona. Ndio yalitokea. Yale mambo sikutarajia watu wajue. Ndio ile ambayo ilitokezea. You know, sometimes we fear things to happen in our lives, but God wants them to happen so that he can do his own will in our lives. Amen. Kuna mambo Mungu anaweza kuruhusu yatendeke ili makusudi yake yatimie. Hawezi tamani ifanyike. Yesu akasema mwili imekuwa dhaifu, ingawaje roho yangu inapenda niende msalabani, lakini aibu ya msalaba niliogopa. Wale ambao walishuhudia Yesu akusulubishwa wanasema hivi. Hiyo picha ambayo tunaiona kwa msalaba kwa hizi nini? Yesu mavideo. Sio ukweli. Ukweli kwamba Yesu alisulubishwa na suti ya black. Kulikuwa na nguo. Alikuwa na aibu ndio hivyo. Aibu ya msalaba. Hiyo joho ilienda walikawana. Jamaa kapikia kura. Mabasi yake. Hata kale mjana anasema nanga matini. Unajua nanga matini. Ile ngondoko haiko. Ukienda mjana kumbele Yesu no to kiongi nanga matini. Yaani alikuwa kama ana nini hiyo ngondoko. Yaani inamaanisha kwamba haiko kitu rahisi. Aibu ya msalaba. Ndio Yesu alikuwa anazuia hataki. Aibu ya msalaba. Aliangalia viboko bila tatandikwa. Maana lazima abebe msalaba. Aliangalia bila watu wanamchekelea. Maana yeye ni mwana wa Mungu. Anasema Bwana, ninaomba kikombe hiki uniondolee, lakini si mapenzi yangu bali mapenzi yako Bwana yatendeke. Wapendwa, Mungu akitaka kutenda mapenzi yako kwa ndoa yako, hata yule mume wako anaweza toka kwa nyumba. Nenda tembe yake nje, kisunga.
Na siku moja anarudi tu. Ili Mungu pia akupime wewe. Unaweza kustahimili kukaa peke yako single. Unajua kuna watu ambao Bwana akichomoka tu kwa nyumba chua. Anasema ngaonde yeye nilikuwa na ngoja hapo. Kuna watu ambao wanangojea kitu tokezee ndio atende kile kiko ndani ya moyo wake. Come on. Yes. Kuna watu wanangojea mabibi zao waende na wewe mke mwingine haraka. Yaani wanakosana kwa kitu kidogo zaidi na moyo wake anasema kwamba anangoja nini? Biblia inasema utaenda kwetu. Anasema oridashi wao la umeongea mara mingi utaenda. Unangoja nini? Suende tu. Ili bibi achomoke alete jirani. Kuna watu wanataka ile haja ya mioyo zao itendeke vile wanataka ili aweze kutimiza tamaa ya moyo wake. Wanatamani mambo yaharibike ili iwe kisingizio cha kutimiza kile ambacho kiko ndani ya mioyo zao. Kuna watu wanangojea jambo lifanyike mkosani ndio atoe siri zako kwa watu wengine. Ndio kuna watu tuliongelea siri zetu. Lakini angojani mkosani. Ya bebe hiyo siri asema kwa mnaona huyu. Mimi ndio namjua. Mlikuwa mnaniona nikitembea naye. Huyu si mtu akana ni mtu ovyo. Yaani wanangojea mkosane ya kutoa uji wako. But this is the children of God. Nobody can stop the will of God happening in our lives. Amen. Hakuna anayeweza kuzuia mapenzi ya Mungu kutendeka ndani ya maisha yetu. Hata ukana babu ugonjwa umekuja mpendwa. Si kama Mungu alikosa kuwa na uwezo kusimamisha corona isikuje Kenya. Alikuwa na uwezo. Sure. Lakini aliruhusu ikuje kwa imani za watu pimo. Ndio tupime imani ya wateule. Haleluya. Ndio imani ya waombezi pimo. Sure. Nilikwambia hapa itakapoisha takuja kwanza kuleta ushuhuda kupimana. Dada ulipokaa kwa corona ulifanyaje? Sasa hivi mpendo kweli mambo ni kwamba nilikwambia hapa kwamba hii corona imetufundisha mambo mengi sana. Haleluya. Mambo mengi sana. Sure. Wala wanilipangi sasa hivi wamenenepa ndio nimejua. Kumbe kuna mili zinajificha kwa mifupa za watu. Maana walisema watu wende wapo quarantine, ndio. Ni watu wanaga tukimaliza ukae na sifa chakula tu, si ndio? Kuna nyama zimekaa kwa mifupa. Watu wakistareka. Hata wewe ukistareka tu. Usiamkanga asubuhi ukienda kazini, ukiamka tu chai kwa bana mayai. Saa saba ikifika baba nani kuja ukona na wewe uko hapo. Kimasa unaoka kimasa unaenda kudada. Jioni ikifika mpendo kauji ka saa 10 kameletwa. Na nduku, si ndio? Na tujuku. Alafu na kamati ikifika saa 3 ukali imekaa na matumbo. Si ndio unapenda kunaenda? Yaani mpendo upeo mwezi mmoja. Wewe ni mtu unaweza kunenepa. Ni vile tu. Hali haikuruhusu. Kuna vitu natamani mioni mwetu sifanyike, lakini hali haituruhusu. Haituruhusu. Maana unapiga hesabu. That's why tulikuwa naomba kwamba Bwana, yani ndio sinapenda hata malando tuwapunguze rent, si ni kweli? Sasa tulipenda hivyo. Wasema usilipe ili zile pesa, by the way, wangesema usilipe, hizo pesa ungefanya nini? Vitu lazima upige hesabu. Mungu hawezi uruhusu vitu vifanyike. Maana anaangalia pia mioyo za watu. Mungu anaangalia pia mioyo za watu. Bila siko. Wewe ungejui pesa za rent mzima mpendwa bebe na kujua. Hata ungenunua kitu cha maana sana. Ni chakula tu. Kanyama kwa kilo kamoja na ukule kesho yake hakako. Hiyo tu na upite saluni, uunda kanywele, unyoe nywele vile mimi nimenyoa, alafu siku inapita listen to me. Vitu zingine Mungu hawezi ruhusu sitendeke, maana anaangalia naona mapenzi yangu haiko hapo.
Kuna vitu unaweza tamani zitendee kwako, lakini mapenzi ya Mungu haiko hapo. Sure. Unatamani ukule vizuri, lakini mapenzi ya Mungu haiko hapo. Unatamani upendwe saa hiyo, lakini mapenzi ya Mungu haiko hapo. Unatamani kuoleka, roho inatamani nioleke, lakini ni mapenzi ya Mungu nioleke. Unajua kitu nioleka mapema sana, na haiko mapenzi ya Mungu. Halo, ni circumstances zilikuforce, hali zilikulazimisha ukaona tu vile nishabeba mimba, na kwetu wasichana wakaanza na mimba kwao. Mtasalia hapa kweli. Ukaamua waambie ndugu, mimi usiponiua mimi nitachinyonga, nitakunywa sumu. So brother akakuhurumia, akaona badala wewe ukunywe sumu, na akaamua akakuoa. Mpendwa, si haiko mapenzi ya Mungu. That's why some of us we struggle with our marriages. Ulielewa kuombea ndoa yako isimame, Mungu anakuuliza ndio pole pole, na ilikuwa mapenzi yangu uoneke hapo. Unatandikwa mateke papa. Unasema kwamba Mungu unaona, Mungu anaona by the way. Lakini rudi kwake, muulize Bwana, nilipokuja kuoleka ilikuwa ni mapenzi yako Bwana? Some of the things happened to us, but it wasn't the will of God in our lives. Let us go back and console God. Tuulize Bwana, je, mapenzi ambayo ninapitia ni mapenzi yako ama ni mapenzi yangu? Bwana, hali ambayo niko ndani ni mwili ama ni roho? Sure. Halo? Sindio? Wengine tuliambia kwa plot zingine ambazo haikuwa mapenzi ya Mungu, tuambie kwa plot. Tukaingia kwa plot tu. Maana ndio nimepakwa rangi vizuri kule nje. Na yao maandika pale welcome all visitors. Tukaingia pale maana ni register. Lakini kunguni nazo, maana haikuwa mapenzi ya Mungu ukae kwa hiyo plot. That's why haunanga peace. Hauna peace in that house. Wewe unajaribu kulala, na kumbuka plot nyingine tuliambia kiateka anakuwa ni shida kwangu. Ukipita kwa mlango pasa wewe. Ukipita pasa wewe. Yaani tukosane kwa kitu ambacho hata mpendwa hawezi kukosania. Remember that time. Mimi nimeingia kwa hiyo plot, mimi ndio mwendi, niko na shida zaidi ya watu wote, wananifanya chairman of plot. Sasa wanifanya chairman of plot, wananiambia pasa, kuanzia leo tusilipe pesa kwa agent. Tulipe pesa kwa nani? Kwa landlord. Akaniambia sawa pasa, wewe ndio utakupatia pesa. Mimi nikakubali. Kanipea pesa, mimi nikaanza kuweka pesa. Sasa hiyo ndio nimeweka pesa. Maji ndio umekuja umefungia watu bila kula. Wanauliza pesa. Samuel siwezi kwambi, kuna watu wengi ni waoga. Wanaanza kuangalia. Nani mnaangalia? Mnapeana nini? Pasa. Sasa acha niulize pasa. Nani alikuchagua kwa kiateka wa hii plot? Sema na watu. Kaniandikia barua hiyo siku, akaniambia mwezi ujao wame kwa. Unaona yani umeingizwa kwa shida na watu. Unafikiri mapenzi ya Mungu, kumbe ni mapenzi ya watu. Unajua watu wanaweza kuingiza kwa shida, ufikirie Mungu hapo. Kumbe ni mapenzi ya wanadamu. Watu wanaweza kuingiza kwa msafara. Ndio tumefuatana watu ambao si mapenzi ya Bwana. Mnatembezana wao tu. Uliona mtu anaweza safari, ndugu nenda wapi? Nenda Kange, nikusindikize basi. Mnafuatana mtu na si mapenzi ya Bwana, mfuatane. Sometimes ask God, is this your will? Is this your will? Is this your will, Lord? Kuna marafiki watu wameshikana urafiki mwingine mpendwa. Mpaka unaangalia urafiki hii. Haitaenda mbali. Unajiangalia na macho ya umbali, si ndio? Hii mahali wanapelekana. Unajua mimi kuna ndoa zingine naziangalia tu. Mtu anambia pasa ombea hii yangu, hii ombea yangu, inaiangalia sema hata kama naiombea. Haiendi mahali. Maana unajaribu. Unajua zingine hata wewe unataka kusikia yenyewe unaanza nayo. Mazingira. Na hiyo ndio walikuwa nayo. Sasa ile kwa sababu mmetaka mko na mbio sio. Ndeni. Wana mwezi mmoja inapita unaanza kusikia simu.
Hayo nasema ndani ya moyo nini tu hii. Yaani maana ukiambia mtu ngoja mapenzi ya Mungu, anaona ni kama unamzuia kutimiza nini? Haja ya moyo wake. So what do we do? Wacha watembee. Unaona watu wameshikana, watu ni marafiki. Wanaongea. Mimi naangalia nasema mambo yanaelekea. Na ichukua muda kama hawajakosana. They are people. Mpendwa, urafiki wako na watu wengine before uanze kwenda mbali sana, uliza Mungu, je, mapenzi yako iko hapa? Maana kuna vitu unaweza kaa ndani kwa muda mrefu ikuumiza bure, na kumbe mapenzi ya Bwana haiko hapo. Haiko. Maana yasema kwamba Elisha siku moja, Elisha ameenda kwa mlima, anataka kujua sauti ya Bwana. Akaona moto imekuja, akafikia Mungu kwa moto. Mungu akawa kwa moto. Akaona pia mlima inatetemeka. Elisha akasema ni kama hapa Mungu hapo. Mungu hayuko pale. Akaona upepo inavuma. Akasema pengine Mungu hayuko pale. Mpaka bila Mungu alikuja na sauti ya chini sana. Akaongea. Ndio akajua kwamba Mungu yuko hapa. Sometimes waiting on the will of God is painful. Sure. People will not understand you when you are waiting on the will of God. Hallelujah. The will of God is so painful. The will of God mpendwa, inakupatia maswali mpaka watu waulize, ni wewe unisikia sauti ya Mungu vizuri? Maana unataka kusikia nini? Mapenzi ya Bwana. Tulipoanza kanisa mpendwa, tulianza watu wangapi? 3. By the way, 3 pale kwa soko. Inaitwa nini? St. Anthony. Pale kwa kashio tulikuwa pale Pride Academy. Tunakalia kwa tupeje pale kidogo. Lakini mlitupana kama tuko hapa, si ndio? Mwisho hapa. Tunaangaliana. Mimi nako saa hiyo natuuliza dadi, kwani hatuendi kwa Sunday school kule tuko naenda? Sometimes when you are following the will of God, people will not understand you. Hallelujah. They will not understand you. Unajaribu kulia mbele za Bwana, watu wanasema ndugu utalia mpaka lini? Tafuta kasi. Mimi watu waliniambia mara mingi. Mmoja akaniambia, pasa, unasema utakuishi kwa imani? Akasema sio mimi, ni Mungu anataka niishi kwa imani. Akaniambia utatesa watoto wako. Utatesa mke wako. Sio kabe kasi. Hii mambo ya kusema kwa imani. Ndio utakuwa kasi, utatesa mke wako na watoto. Unasikia ndio walituambia utakula Biblia. Utakula imani. Mpendwa, when you are doing the will of God, people will mock you. Hallelujah. Watu watakudhihaki, watakuongelea. Sure. But mpendwa, when you are doing the will of God, funika masikio ya nje. Hallelujah. Funika masikio ya nje. Fungua masikio ya ndani. Hallelujah. Mapenzi ya Bwana si mambo ya nje. Hii mwili inaongeanga zaidi. Inaweza ikakuongelesha mpaka ukatengeneza uamuzi. Lakini mwisho wake Mungu hayuko hapo. Mungu hayuko hapo. Hayuko. I remember the time nilimapproach mke wangu. Wakaniambia kwamba kijana, wewe uko na mto sana. Na mimi ni pasa. Unajua kale nilimapproach mke wangu, alikuwa mshirika wa kawaida. Mshirika wa kawaida, afadhali wewe kwanza umesimama. Mke wangu wakati ule alikuja kwa ibada saa 4:30. Anakaa pale nyuma. Wakisema ni neema, alikuwa anasalimia Asha pekee kwa mlango. Sasa amejishoka. Chati pale asalimia mtu mwingine. Kwa chati anaenda, wanaenda kutembea kipira. Yaani the whole day, maana ni kwa off Sunday. Mara kwa kipira, ukimuuliza ulikuwa hapa niko karibu. Sasa naenda kwa kipira. Yaani wako na off. Lazima watumie off yao vizuri. Sasa kani nilikuwa approach na niambia sasa mtapelekana naye wapi? Maana sasa nilikuwa mimi niko pasa tayari, niko kwa madhabahu. Unahubiri na maso unaangalia na si niona mtu hapa. Ya shaenda. Sasa time ni approach watu wanaambia bwana wote anguka kiroho bwana, wote anguka kiroho. Sasa mimi nikamwambia bwana kama ni mapenzi yako tu mimi unipe tu huyu baba ni asante. Listen to me. Baadaye wana ndio akaanza kunisaidia kuelewa kwamba ilikuwa ni mapenzi yake. Kuona do you know watu wamewacha watu ambao ni wa maana maishani mwao, ambao ungesimama nao kihuduma, waliangalia kinje badala ya kuangalia kindani, waliangalia kimwili badala ya kuangalia kindani, kujua moyo wa Bwana inasemaje kuhusu hali hii. Mapenzi ya Bwana kadimina mpendwa
haielewekange, ionekane na macho ya nje uyaelewe vizuri. Lakini ukianza kutembea ndani ya ile mapenzi ya Bwana, unaanza kujua kumbe ndio sababu Bwana alitaka niyo mahali painiko. Hallelujah. The time you know the will of God in your life, you will stop blaming people. Hallelujah. You know, we blame people so much, and we forget why God has allowed some things to happen in our lives. Amen. Ndio tumeshikilia watu wengine ambao tungeliwaachilia. Tungeenda mbali. Hallelujah. Lutu ameng'ang'ana na Abraham. Abraham amemshika kama mtoto wa ndugu yake. Wanatembea, kumbe wakati wa kuachana Lutu imefika. Hallelujah. Alipomwachilia tu Bwana akamwambia panda kwa mlima. Hallelujah. Ona pia unaona kwenda kupatia. Sure. Wapendwa, sometimes seek the will of God in your life. Hallelujah. So that you can know what is planning for you. Daudi anafika mahali anakuta watu wake wameshachukuliwa. Jamaa ameshika mawe, wanataka kumpika na mawe. Daudi akageuka kuona hakuna rafiki, akarudi kwa Bwana. Bwana, unasemaje? Anataka kujua mapenzi ya Mungu katika hiyo hali. Sure. Makonjo mengine yanaweza tupata wapendwa, ili tujue mapenzi ya Bwana. Hallelujah. Unaweza kulala njaa leo ndio ujue mapenzi ya Bwana. Hallelujah. Unaweza tembea kwa mguu leo ndio ujue mapenzi ya Bwana kutembea mguu. Ndio sometimes unaweza kuwa tasa ukose mtoto saa hii. Ili ujue mapenzi ya Bwana ya kukosa mtoto, wakati utakuwa na mtoto unasaidia mwenye ana mtoto. Wakati mwingine unakaa single umekaa miaka mingi bila kuoleka, si kwamba Bwana amekusahau, anataka kufundishe mapenzi yake. Sometimes you are a single mother, uko na watoto, watu wanakuangalia na wewe usioleke. Mungu anataka tu ukae bila kwa hiyo muda ili mapenzi yake itendeke.